Mae Daktari Jakaya Kikwete awasilisha ujumbe wa Rais Samia. Rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amewasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Senegal Bassirou Faye katika ikulu ya rais huyo jijini Dakar nchini Senegal. Katika hatua nyingine, Waziri wa Afya Jenista Mhagama amewasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Zambia Hakainde Hichilema katika ikulu ya rais huyo iliyopo jijini Lusaka nchini Zambia. Rais Hichilema amemshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ujumbe huo maalum na kusema Zambia na Tanzania ni nchi zenye historia ya ushirikiano wa kindugu muda mrefu na usio na mipaka. Waziri Jenista Mhagama akiwa ameambatana na ujumbe wake akiwemo balozi wa Tanzania nchini Zambia Lieutenant General Mesu Edward Mkungile amemshukuru Rais Hichilema kwa mapokezi mazuri na ushirikiano imara uliopo baina ya Tanzania na nchi ya Zambia. Ni taarifa kutoka Zambia. Hatimaye Rais mstaafu Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amewasilisha ujumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa Rais wa Senegal Bassirou Faye katika ikulu ya rais huyo iliyopo jijini Dakar nchini Senegal. RCC Dar es Salaam yalizia jimbo la Ukonga ligawanywa. Kamati ya ushauri ya mkoa wa Dar es Salaam RCC ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila imepokea na kulizia mapendekezo ya kamati ya ushauri ya wilaya ya Ilala DCC ya kuligawa jimbo la Ukonga lililopo wilaya ya Ilala kwa majimbo mawili ambayo jimbo la Ukonga na jimbo la Kivule, ambapo mchakato unafuata ili kuwasilisha mapendekezo hayo kwenye mamlaka husika ikiwemo TAMISEMI ili kupata ridhaa. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mkutano wa RCC mara baada ya kupokea mapendekezo hayo, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema mapendekezo hayo yamelenga kuboresha huduma kwa kuzingatia jimbo hilo ni kubwa na lina idadi kubwa ya watu. Hivyo kamati imepokea mapendekezo hayo na inawasilisha katika ngazi zingine kwa maamuzi zaidi. Aidha, Albert Chalamila amesema baada ya kuligawa jimbo jipya la Kivule litakuwa na kata 6 ambazo ni Kipanguni, Mzinga, Msongala, Kitunda, Kivule na Majoe. Jimbo hilo ni kilomita za mraba 128, idadi ya watu ni 431,000, na jimbo la Ukonga litabaki na kata zake 7 ambazo ni Ukonga, Chanika, Gongo la Mboto, Zingiwa, Mbuyuni, Pugu Station ikiwa na idadi ya watu 441,000. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye kamati ya ushauri mkoa wa Dar es Salaam RCC ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila imepokea na kulizia mapendekezo ya kamati ya ushauri ya wilaya Ilala DCC ya kuligawa jimbo la Ukonga lililopo wilaya Ilala kwa majimbo mawili ambayo ni jimbo la Ukonga na jimbo la Kivule, ambapo mchakato unafuata ni kuwasilisha mapendekezo hayo kwenye mamlaka husika TAMISEMI ili kupata ridhaa. Na hatimaye waasi wa M23 wagoma kuondoka Walikale. Kundi la waasi wa M23 linaendelea kushikilia mji muhimu wa Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo licha ya awali kutangaza mpango wa kuondoka ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani. Kundi hilo la M23 lilitangaza Jumamosi kuwa limeanza kuondoa vikosi vyake nje kidogo ya mji wa Walikale ili kuweka mazingira mazuri ya amani na mazungumzo ya kisiasa, lakini hata hivyo kundi hilo limesema halitaruhusu jeshi na serikali kurejea katika mji huo wenye wakazi takriban 60,000. Lilionya kuwa mashambulizi ya uchokozi wowote utatafuta moja kwa moja uamuzi mgumu. Wanajeshi wa serikali ya Kongo walisema Jumamosi jioni kuwa watafuatilia kwa makini uondokaji huo wa M23 na watachukua hatua yoyote ya kijeshi, wakiwataka wanamgambo wanaounga mkono serikali wafanye hivyo na pili kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje ya DRC Therese Kainyarwanda alisema wanatazama kuona ikiwa kweli M23 itaondoka na kuipa kipaumbele njia ya mazungumzo. Siku ya Jumapili, wakazi wa duru la kijeshi mjini Walikale waliripoti kuwa hawapakuwa na mapigano yoyote katika eneo hilo lililokuwa linashambuliwa vikali hivi karibuni na ndege za kijeshi za Kongo. Mkazi mmoja alisema walipoamka hali ilikuwa tulivu na M23 bado walikuwa mjini humo
Hata hivyo, mapigano yaliripotiwa kati ya M23 na wanamgambo na wazalendo wanaunga mkono serikali katika mkoa jirani ya Kivu Kusini. Ni taarifa kutoka huko DRC Kongo. Kundi la waasi wa M23 limeendelea kushika mji muhimu wa Walikale mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya awali kutangaza mpango wa kuondoka ili kutoa nafasi kwa mazungumzo ya amani. Mchungaji Msigwa akana uvumi wa kuondoka CCM. Mbunge wa zamani wa Iringa mjini Mchungaji Peter Msigwa amekanusha madai kwamba ana mpango wa kuondoka Chama cha Mapinduzi CCM na kurejea tena Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ikiwa imepita siku moja tangu Balozi Daktari Willibrod Slaa atangaze kurejea Chadema. Mchungaji Msigwa kupitia ukurasa wake wa X ameandika kwamba puuzeni uvumi wote unaotengenezwa na kuenezwa dhidi yangu. Kuhusu mustakabali wangu wa kisiasa, hakuna mtu niliyemteua kuwa msemaji wangu. Kwa mambo ya kisiasa, msijibebeshe majukumu ya kusemea mtu, huku mkijua naweza kujisemea mimi mwenyewe. Ni kijani daima. Mchungaji Msigwa ametoa taarifa hiyo kufuatia uvumi ambao umesambazwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kwamba anajiandaa kurudi Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ili kumuunga mkono swaiba wake Tundu Antipas Lissu, ambaye kwa sasa ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa, katika kuendeleza harakati za kisiasa hapa nchini. Ni taarifa kutoka jijini Dar es Salaam. Hatimaye mbunge wa zamani wa Iringa mjini Mchungaji Peter Msigwa amekanusha madai kwamba ana mpango wa kuondoka Chama cha Mapinduzi CCM na kurejea tena Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Ili imepita siku moja tangu Balozi Daktari Willibrod Slaa atangaze kurejea Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Stephen Wasila ateta na Askofu Bagonza. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasila na askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheran la KKT Diocese ya Karagwe Dr. Benson Bagonza wamekutana na kuzungumza wilayani Karagwe mkoani Kagera. Stephen Wasila na Dr. Bagonza wamekutana wilayani Ngara ikiwa katika ziara ya kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM 2020-2025, kusikiliza changamoto za wananchi pamoja na kuhutubia mkutano wa hadhara mkoani Kagera. Ni taarifa kutoka huko Kagera. Hatimaye makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Stephen Wasila na askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheran KKT Diocese ya Karagwe Dr. Benson Bagonza wamekutana na kuzungumza wilayani Karagwe mkoani Kagera. Papa Francis aliruhusiwa kutoka hospitali. Taarifa rasmi kutoka Vatican zimethibitisha kuwa Papa Francis ameruhusiwa kutoka hospitalini na anatarajiwa kurejea Vatican ili kuendelea na uweni yake huko nyumbani kwake. Kwa mujibu wa madaktari waliokuwa wakimshughulikia kiongozi huyo wa kanisa Katoliki, wameeleza anaendelea vizuri na hali yake ya kiafya inaridhisha, hivyo hakuna sababu ya kuendelea kubaki hospitali. Imeelezwa kuwa Papa Francis atarejea kwenye makazi yake ndani ya jiji la Vatican na ataendelea na mapumziko, huku akifuatiliwa na madaktari wake wa karibu. Ingawa anarejea nyumbani, ameshauriwa kupunguza shughuli nzito, kupumzika zaidi ili kurejesha nguvu kikamilifu. Aidha, Papa Francis mwenye umri wa miaka 88 amekuwa na changamoto za kiafya katika miaka ya hivi karibuni, huku mara kadhaa akilazimika kulazwa kwa uchunguzi na matibabu. Lakini licha ya changamoto hizo, anaendelea kuongoza kanisa Katoliki na kushiriki katika mikutano na hafla muhimu kwa kadri yake inavyoruhusu. Kurudi kwake Vatican kunatarajiwa kuleta faraja kwa waumini wa kanisa Katoliki duniani kote waliokuwa wakifuatilia afya yake kwa ukaribu. Ni taarifa kutoka huko Italy. Taarifa rasmi kutoka Vatican zimethibitisha kuwa Papa Francis ameruhusiwa kutoka hospitalini na anatarajiwa kurejea Vatican ili kuendelea na uweni yake nyumbani kwake. Kwa mujibu wa madaktari waliokuwa wakimshughulikia kiongozi huyo wa kanisa Katoliki, imeelezwa anaendelea vizuri na hali yake ya kiafya inaridhisha, hivyo hakuna sababu ya kuendelea kubaki hospitalini.